Ni msimu mgumu kulinganisha na msimu uliopita kwa sababu kadri ya siku zinazozidi kuendelea ligi yetu inazidi kuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo ligi ilikuwa ngumu na tunashukuru Mungu kwa hiki ambacho tumekipata. Kitu gani kimekuamisha msimu huu Azam FC kushindwa kuchukua ubingwa? Maana mwaka jana mlishia nafasi ya pili lakini mwaka huu mmeshuka mpaka nafasi ya 3. Lesi nini kimesababisha Azam FC kushindwa kuchukua ubingwa msimu huu? Mimi nahisi ni siku zote ili mpaka mtu inatokea anafeli, maana yake kuna makosa mengi ambayo yamefanyika sehemu fulani. Kwa hiyo mimi natumaini sisi kuna baadhi ya sehemu ambazo tumekosea ndio zimepelekea mpaka sisi tumaliza nafasi ya 3. Msimu huu unaelekea ukingoni kwa Msinga Msimu ulikuwa mgumu na kikubwa nashukuru Mungu tumemaliza salama, japokuwa hatujamaliza katika malengo yale ambayo tulikuwa tumejiwekea mwanzoni. Lakini natumaini tunapofeli unajua wapi umekosea na tutanyanyuka, tutakuwa imara. Unahisi kwa mashabiki Deni lipo kubwa kwa sababu watu wanapokuamini maana yake wanatarajia mambo makubwa na mazuri kutoka kwako. Kwa hiyo kwa maana hiyo mashabiki wa Azam bado hatujawapa kile ambacho wao wanatamani. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akijalia watapata. Ni kitu gani umejifunza katika mashindano ya taifa? Ambao mlishiriki msimu huu mkatoka hatua za awali kabisa. Tumetoka mapema. Nini umejifunza kama mchezaji? Mimi kama mchezaji kitu ambacho nimejifunza kikubwa kule kuna quality kubwa ya wachezaji ambayo kama timu mkienda kule lazima muone wachezaji ambao wako experience na mature. Kwa maana mnatakiwa mpate wachezaji ambao wanapambana na wanapambania klabu ndio mtaweza kutimiza malengo yenu. Msimu huu mkoa nao hawa wachezaji wa kupambania klabu. Maana mmetoka hatua za awali. Ukiangalia kwa sisi hapa kama klabu ni wachezaji wachache ambao wamecheza sana mashindano ya kimataifa. Kwa sababu kuna wengine ndio ambao wanachipukia na wengine squad yetu ilikuwa na wachezaji wageni ambao kucheza sehemu kubwa sana. Kwa hiyo nahisi uzoefu ndio kitu ambacho pekee sisi. Pascal, msimu unatamatika. Nitaje kikosi chako bora wewe cha First 11 ambayo umeiona kwa msimu mzima huu. Kwako ilikuwa beta zaidi. Hiyo kuitaja siwezi. Tajie tu. Kuitaja siwezi. Kweli? Basi kila namba hata watu wawili. Yaani Sabu na ambaye anaanza. Unajua gani nakwambia siwezi kuitaja kwa sababu unaona mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira. Kweli? Wallahi mimi sio mfuatiliaji sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao wapo wanacheza vizuri lakini majina ndio anichukua mpaka niwaone. Kwa Tade Bora Fernandez unaweza pia ukahamfahamu. Na huyo namjua yuko simu. Siko simu. Unaiona wapi sasa Azam FC msimu ujao? Kwa msimu ujao siwezi kuzungumzia sana, lakini mimi na imani kama tutajipanga vizuri maana yake tutaweza kurudi katika ubora wetu ambao tulikuwa nao katika msimu uliopita. Ligi imetamatika, bado mchezo mmoja kwa kila mechi kasoro Simba na Yanga tu. Ofa sasa zikija kwa upande wako, maybe Simba au Yanga au klabu chochote kile tofauti na Azam, uko tayari kwenda huko? Mimi ni mchezaji na mimi mpira ndo kazi yangu. Kwa hiyo kwa sasa niko Azam, kwa maana yake kama kuna timu yote ambayo inataka ofa itakuja maana yake lazima itawasilishwa Azam. Wakifikia mwafaka tukubaliana, mimi siwezi kukataa kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Dili la kocha Ibenge kuja Azam msimu unasikia? Nasikia mtandao. Ikitokea sasa tu hatua Azam FC. Itakuwa timtishio? Unaona Azam FC itakuwa ni aina gani katika msimu huu wa ligi kuu? Jue kila sehemu kuna changamoto yake. Kila sehemu kuna changamoto yake. Huenda kuna sehemu labda alikuwa sehemu ambayo alikuwepo ni alimudu vizuri huko alipotoka na ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia sana itakuwaje kwa sababu mwalimu Ibenge labda kama akija maana yake atakuwa ni mgeni katika ligi. Kwa hiyo changamoto za kwenye ligi huenda hawazijui, ila na imani kama akija mwalimu mzuri na tukimpa ushirikiano maana yake tutafanya